Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Yes, karibu. Ni siku nyingine tena, siku ya kupendeza, siku yenye utulivu wa hali ya juu. Ni mchezo wa Aben Simba dhidi ya Magudi Faso wa zone ya 4 Manakali. Leo wanakuja kuchuana tena katika mchezo wa kwanza wa kuzisaka pointi 3 muhimu kwa ajili ya kuendelea na mashindano ya Kasako Cup Round 4. Mimi ni Ishara Update, naongozana na The Don katika namna kuletea matangazo moja kwa moja, na hapa ni Etura Stadium, ghetto la Young Boys. Moja kwa moja, kanuni zile za kabla ya mchezo zimemalizika, kupeana mikono na wachezaji wanakwenda kushika picha kwa ajili ya kumbukumbu. Ni wachezaji wa Manakali, nabaki kuwa kumbukumbu. Siku kama hizi huwa zirudi tena, ukipasuka basi unakuwa umepasuka hivyo. Ni uwanja wa Etura Stadium ambako asubuhi na mapema kabisa huu mchezo ulilala kulingana hali ya hewa ya jana, mvua na upepo mwingi, basi ulipelekea mchezo huu kuahirishwa na kupigwa leo asubuhi, na ni saa 4 tayari katika mazingira huku kwetu mashariki Tanzania. Ni katika kambi ya wakimbizi Nyarugusu Kasako. Moja kwa moja tunaendelea kutoa matangazo ya moja kwa moja kwa ajili ya kukuburudisha, lakini pia kukupa fahari ya nyumbani kwako. Tayari vikosi viko katika uwanja na Aben Simba wapo kwenye kikao cha dharura, wanajadili nini cha kufanya, mbinu gani za kutumia kusudi kuzisaka pointi 3 muhimu na kuzipata. Lakini pia upande mwingine ni Manakali ambao leo tunawashuhudia wana kijani na ni jadi yao siku zote. Pia Manakali wanakuwa ni wapenzi sana wa kijani, na beba hatima ya mashabiki na timu kiujumla jezi hii ya kijani. Lakini pia Aben Simba na wenyewe ni nyeupe na nyekundu, na wenyewe imekuwa ni kawaida yao siku zote. Aben inakuwa ni nyeupe na nyekundu, hata ikiwa ni nyekundu basi lazima kuwepo na dot kidogo ya nyeupe. Pia hii ni asili yao. Ni moja kati ya timu ambazo zinazingatia sana kanuni za kisoka. Lazima timu ziwe na jadi ya kuwa na jezi moja au rangi moja ambayo inafahamika, kuliko kuwa na zile jezi mbalimbali, leo nyekundu, leo nyeusi, leo kijani, leo njano, inakuwa haipendezi. Lakini pia hizi timu ni moja kati ya timu ambazo zinazingatia sana kanuni za kisoka. Kila mtu anakuwa na uzi wake ambao leo tunakushuhudia. Aben Simba ni nyeupe na nyekundu, huku Manakali ni kijani siku zote. Moja kati ya timu kubwa ambazo tunakuja kushuhudia katika 90 za maangamizi za kuzitaka pointi 3 muhimu. Na moja kwa moja na kusomea vikosi vya timu zote mbili. Langoni wakiwa ni Manakali wanafanya maombi kabla ya mchezo. Wanaongozwa na Estash namba 1 mgongoni, Pepe 20 mgongoni kuna Kashindi, 12 mgongoni kuna Imani Jean akiwa na uzi namba 18 mgongoni kuna Ja, 6 mgongoni kuna Alex, 5 mgongoni kuna Masi Junior, 13 mgongoni kuna Dunia ana uzi 17 mgongoni kuna Boko Ramadhan namba 7 mgongoni. Mianzo tena ni 0 Yango Mkoko Karema uwanja anaisogeza kutafuta mazingira. Imani amekuwa ni wa kwanza, anachukua mali. Imani tena kabumbu bado na hishi ni Imani, tumemshuhudia akikipiga kwa kutosha kwenye klabu ya Fizira. Imani imechukuliwa tena, nafasi ya kutafuta njia Wilson, hata pass nzuri anaipokea tena Wilson. Mwamuzi amekataa offside. Ni offside baada ya Wilson kuacha mali na kuachia na kutafuta nafasi, lakini ametangulia kabla ya pass kutoka. Kishika bendera line A amemkataa. Ni offside. Wananufaika Manakali Magudi Faso wa zone ya 4. Mekwarula Masi Ridge Junior amechezwa madhambi na mchezaji David. Ni free kick. Na ni free kick ya 3, wananufaika Manakali. Ja mwaga kwenye 18, imekuwa hida. Ni nafasi nzuri tena Diedone waka cross, lakini imebabatiza na imeondoshwa na Rashid. Ni njia za kupita, mtu anatembea na ile mali safi. Madhambi amechezewa, wenda angemwacha ingekuwa ni madhara makubwa. Ni Kashind cheza madhambi. Ni eneo zuri kabisa kutekeleza mashambulizi katika lango la Estash, mlinzi wa Manakali. Anajaribu kuongea na mwamuzi Naoza
Boko Ramadhan ni mchezaji pekee mwenye ruksa ya kuongea na maamuzi wakati wote. Yeye ndio nahodha. Ni free kick, tayari miguu 9 ya ukuta imehesabiwa. Eneo zuri kutengeneza mashambulizi kwa faida ya Ben Simba. Ni mguu wa kushoto umesimama. Pumzi ya moto inasubiriwa. Wao wanapita hapa. Kipenga kimelia. Cheza free kick kutafuta lango. Oh, wow! Imezama nje. Estash alipanda nayo lakini ni kama aliona tu hii inakwenda kuzama nje. Ilikuwa na shindo kweli. Mali imeanza safi tena, Jama ipokea. Weka bapa na kuisogeza kwenye njia za kupita. Ni mwenye mikimbio yake tu lakini imezama nje. Ni mali ya kurusha kwa faida ya Ben Simba. Merushwa. Kashindi mchezo wa madhambi. Mwamuzi amemkataa mchezaji baada ya kumchezea Kashindi push. Kashindi again. Waka cross. Nakula hida lakini pasi inatengenezwa tena. Mwamuzi anasema kwamba mali inahishi. Silvestre anaiweka juu. Silvestre 1vs1, nafasi nzuri. Anatafuta mali Monde. Ameichukua Amani. Weka kofi katika uwanja. Inaitwa pass kijiko. Back pace imepotea mali. Wanachotafuta Ben Simba. Imewekwa rula tena. Wilson cheza nyuma. David anaikanyaga vizuri, ni David tena again. Katika uwanja. Surprise. Anaicheza tena Rashid, nafasi nzuri. Good position, ameshindwa akiwa peke yake. Ni mchezaji John akiwa peke yake. Ni mpira wa kurudi kwenye mita 6. Imeanza kwa Jaa tena. Wanaitengeneza tena nafasi nzuri. Maji yamemwagwa katika uwanja. Boko Ramadhan anajaribu kuficha kifuani lakini wameichukua kwa pass kijiko. Ameiondosha na kuweka mbali Yango Mkoko. Wa kwanza ni nani? Ni Estash lakini langoni mko bure. Estash tena anaicheza. Lango liko bure kwa Kambo. Wow! Imezama nje. Ni goal kick. Estash ametoka nje ya 18. Ilihitaji nafasi ndogo tu kutafuta nyavu lakini mita kadhaa mali imekwenda nje. Ni kama ameanza kupanic hivi Manakali baada ya kuona kwamba hali imekuwa na sintofahamu hasa kwa upande wao. Ni goal kick, is not offside. Anaipokea tena Amani. Anaicheza ndefu kumtafuta Masrij lakini amechezewa madhambi. Ni free kick. Mwamuzi anakwenda kumtuliza mchezaji. Mwamuzi anaongea kwa msisitizo mkubwa akijaribu kumtuliza mchezaji David baada ya kumchezea Mas Junior madhambi. Anaitwa Masrij. Amesimama Imani akiwa na password 18 mgongoni. Imani cheza kwenye 18, weka pasi mkunjo cross, imechezwa header. Imeondoshwa mali iko katika uwanja. Under control. Cheza back pass tena, ameipokea mali Diedone. Imekula mguu. Njia za kupita ni Pepe nani Wilson kijaribu kukimbizana na Pepe. Metamanjira ni kabumbu ya kurusha, ananufaika Imani J. Imani tena anaiweka katika uwanja wa kwanza. Anaicheza pass kijiko Rashid. Bado faida
anaitafuta Monde lakini amecheza madhambi. Ni free kick, amemchezea Ja madhambi. Imani J cheza cross nzuri katika njia za kupita lakini imekwenda zake nje. Ni mali ya kurusha kwa faida ya Ben Simba. Dakika 10 tayari zikiwa zimekatika kwenye kipindi cha kwanza, mchezo bado una sare tasa. Mali ni ya kurusha again. Mwekwa kwenye njia za kupita, anatafutwa Maheso, amechezewa madhambi Lawi. Mwamuzi amesema kwamba imethama nje na ni ya kurusha. Diedone ameweka level Mwezi Ramadhan, amechezewa madhambi, ni kadi ya njano inakwenda kuonekana. Yes, mwamuzi anazingatia sana sheria 17 za soka. Pokea kadi ya njano Rashid baada ya kupewa zawadi ya kanzu ya Mwezi Ramadhan na akaichana. Mali imewekwa chini, ni free kick. Amecheza Kashindi, ni ndani ya 18, imewekwa kamba moja kwa moja, ameichukua Heri. Amemkuta pale pale, si jaribio la kumpa ubora moja kwa moja katikati mwa uwanja tena. Amecheza Hida, ana control. Mesogezwa tena, nafasi nzuri, anatafutwa Wilson. Ni Wilson tena ndani ya 18 lakini ameweka mkono Pepe. Mianza tena na Dunia. Boko amechukua tena kuweka rula katika njia za Wilson. Offside toka eneo la kuotea na kujifanya yuko sahihi. Ni free kick. Angalia laini wewe. Mwache. Imani J yuko pasi nzuri kwa juu, under control. Ameicheza tena lakini Mali anaichukua kabombo Dunia na kuicheza katika uwanja. Dunia tena anaweka pasi mkunjo, good pass. Wa kwanza amekuwa ni Heri, ameuchukua eneo salama. Sogeza katika njia za Silvestre. Mwezi Ramadhan nauza baada ya kuchezwa madhambi. Kwa kucheza free kick Alexi. Ni Alexi, weka Mali chini. Cheza Mali ya kufa, free kick. Kwa 18 moto umewashwa. Nafasi nzuri, offside. Offside tayari. Mali imeweka eneo ambalo Boko Ramadhan ameshika offside. Ni kwa faida ya Ben Simba. Maja katika uwanja Judahida David ana control. Imani imekula mkono. Jana yo Mali anachukua Imani kucheza free kick. Ndani ya 18 naondosha kwa Hida. Njia zile za kupita anaicheza wa kwanza. Asensio tafuta njia, amechezwa madhambi, ni free kick. Ni mtaalamu kwa kweli, ni kama hajaonekana hivi, akionekana inakuwa ni hatari sana katika nafasi za mpinzani. Asensio ni free kick. Ameupitisha mpira ule. Mwamuzi anasema kwamba ichezwe goal kick. Ana tafsiri gani ambayo mwamuzi ameitafsiri? Wakati huo kuna mchezaji yuko chini upande wa pili, mwamuzi anahitaji madaktari wanahitaji kwenda kufanya huduma ya pili baada ya kuonekana huduma ya kwanza.
haina majibu ya moja kwa moja kwa majeruhi ambayo ameyapata. Matibabu yanaendelea katika uwanja. Tayari anazama nje Silvestre, anacheza goal kick. Tandara mali taratibu, anaiweka kofi katika njia za Wilson na fichwa kwa hida katika uwanja. Jaribu kucheza pasi nzuri ya Alexi, lakini alifanya ndivyo sivyo. Mali imezama nje na ya kurusha. Yaheri, mchezo bado una sare tasa mpaka sasa, milango ikiwa ni migumu pande zote. Mali imeanza kwake Mkoko, cheza na David. David anaificha, anaichukua. Madhambi ametafsiriwa tayari kwa faida ya Manakali. Baada kuonekana mchezo ndivyo sivyo, mchezaji Diedone anaipokea tena kutoka kwa Pepe, lakini mwamuzi anasema kwamba slow, tutulie. Alex mwamuzi pia anajaribu kumtuliza mchezaji Pepe. Alex nyuma ya Mali, kipenga kimemruhusu cross, mkunjo imethamishwa kwa hida, anajaribu kuikimbilia Asante Messi, lakini imethama nje. Ni goal kick kwa faida ya Heri. Heri anza katika uwanja, cheza na Wilson, inachukuliwa Alex, wata block, cheza pasi mkaa. Heri anaichukua, imewekwa tena katika uwanja. Imani amekuwa ni wa kwanza, natafutwa njia za kupita. Back pass, anapita na Mali. David amuza ameacha faida. David ni David tena, surprise. Mwamuzi amesema kwa amechezwa madhambi. Imani cheza dhambi na kadi ya njano inakwenda kumuonekania Imani, na imekuwa ni kadi ya pili ya mchezo baada ya mchezaji Rashid wa Ben Simba kupokea kadi ya njano akiwa na uzi namba 4. Kadi ya pili pia inakuja kuonekana kwa mchezaji wa Manakali Imani akiwa na uzi namba 18 mgongoni, Rastaman. Lakini wakati huo kishika bendera hakuitafsiri hii kosa. Kadi inamuonekania mchezaji Pepe, ni bara ya mwamuzi kumtafsiri kwamba alicheza madhambi na si mchezaji Imani. Foul ambayo amepewa faida Manakali ni ya Ben Simba, ni madhambi ambayo alicheza Imani, lakini kadi ya njano imeonekania mchezaji Pepe baada ya kucheza madhambi ambayo mwamuzi alitoa faida kidogo, advantage. Na baada ya advantage ile kuna kufeli, basi kadi ya njano lazima itafsiriwe. Inawekwa hapa advantage ile ambayo mwamuzi aliacha haikumlipa mchezaji wa Ben Simba, hivyo madhambi yametafsiriwa ambayo alichezwa awali na mchezaji Pepe, na ndio maana kadi ya njano imeonekana. Kisoka iko hivyo, mchezaji anaweza kuchezwa madhambi lakini bado ana faida ya kuendelea na mpira wake, inatakiwa umuache. Ikiwa hakuna faida yoyote atakayoipata, basi madhambi yale urudi kutafsiriwa tena. Imewekwa cross nzuri, ameithamisha Seba. Ramadhan Boko cheza vizuri na nafasi nzuri ya kujitafuta.
cheza ndivyo sivyo. Dunia yuko pasi nzuri katika njia za kupita, anaificha kwa Hida, bado anapita na mali ni nje ya 18. Nafasi nzuri amezama nayo, lakini imebabatiza, imezama nje. Ni kona. John Mtalam alimshinda nguvu Imani, jaribu kucheza cross ya chini, lakini Estash amekuwa ni wa kwanza kucheza, umekula mbavu na kuzama nje. Ni chezo wananufaika Aben Simba, dakika za ukomo kabisa, ikiwa ni dakika ya 40. Dakika za ukomo kabisa, ikiwa ni dakika ya 40. Mamuzi anajaribu kukagua nyavu upande wa chini, hazijanasa. Wataalamu wanahitajika kuja kufanya kidogo maufundi kuhakikisha nyavu zimekaa sawa. Niko na kwenye nyavu kumejaa wingu la wachezaji na nyavu zimekaa sawa. Sasa ni muda wa kucheza kona yetu. Aben Simba wananufaika. Kipenga kimelia. Pigaji wa kona amecheza, nafasi nzuri amechukua Estash. Estash tena ameanza pembezoni mwa uwanja, amekanyaga nyoka, tafuta njia lakini ameingilia. Dunia bado naishi, cheza back pass kwake David, waka pass mkunjo under control, na waka pass rula tena pembezoni mwa uwanja. Good pass Evariste, lakini ameondosha mchezaji, imesokezwa na Alex, anachukua Nakani, bado anaendelea kuweka shida kuwa pale pale. Ni Mtalam, inawekwa juu tena, nafasi nzuri, hakuhitaji kugusa, nafasi nzuri kwake Mount, jaribu kusogeza kidogo kwa Hida, atafuta mazingira ya kucheza hata na mguu wa kushoto, lakini ni Pepe. Pepe tena weka pasi nzuri kutafuta Boko Ramadhan, ni Boko, cheza back pass kwake Pepe, weka cross ya chini chini. Mkoko katika uwanja, cheza pasi mkaa Sensio Mr. Lawi, acha surprise. Mr. Lawi anaipokea tena, weka pasi Kijiko, watu wanatafutwa, watu wanatafunwa, weka tackling na Alex, pass Kijiko anayo Mr. David, ni David tena, David anapita na mali. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika, mchezo ukiwa bado na sare tasa, matokeo yakiwa ni yai kwa yai, mtungi kwa mtungi. 45 za kipindi cha pili zitakuja kujibu ni nini ambacho walikuja nacho kwenye zile dakika 15 za mapumziko. Mimi ni Ishara Update, inaongozana na Sedoni, na hii ni Kasako Media. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Yes, welcome back again. Ni Kasako Media na hii ni Kasako Cup Round 4. Mimi ni Update, inaongozana na Robert Bandawe kwa kipindi cha pili cha dakika 45 kukamilisha zile dakika 90 za maangamizi. Tayari vikosi viko katikati mwa pitch kusudi kuweza kuzitafuna dakika hizi ambazo zimebaki na kutuonyesha ufundi waliokuja nao kwenye zile dakika 15 za mapumziko. Tayari maamuzi ameita Manaoza kuweza kuongea nao mawili matatu, kuwapatia mbinu na nini cha kufanya kwa huu mchezo. Wenda kuna kitu ambacho akijakaa sawa, hivyo Manaoza wanatakiwa kuhusika moja kwa moja kukiweka sawa. Lakini pia bado vikosi ni vile vile. Aben Simba ambao wana nyekundu pants na t-shirt za mbele ni za juu zikiwa ni nyeupe
na imekuwa ni kawaida siku zote kwa Ben Simba. Nyeupe na nyekundu inakuwa ni kawaida yao. Bado wanaongozwa na Heri na Silvestre, David na Kani, Yango Mkoko, Rashid, John, Lawi, Monde, Leo na Wilson. Hao ndio wachezaji 11 ambao pia tunao kwenye kipindi hichi cha pili. Lakini pia Manakal Magurifaza wa zone ya 4 ambao wana kijani kama kawaida yao. Wanaongozwa na Estash, Pepe, Kashind, Imani, Jean, Alex, Masriji Junior, Dunia, Boko Ramadan, Jedone na Mercy. Hao pia ndio wachezaji jumla 22 ambao pia tunao kwenye kipindi hichi cha pili kwa sababu ya kuzimaliza zile 90 za maangamizi. Na tayari maamuzi anakwenda kuruhusu mbungi lianze. Ni kipenga kinasubiriwa katika uwanja akiwa ni Wilson. Wilson yupo katika uwanja, ni mwamuzi anasubiriwa. Kuna kitu kijakaa sawa. Zipo dakika kadhaa ambazo zimekatika mpaka sasa, huku jua likiwa ni kali kweli kweli linagonga mpaka sasa. Majira ya kwetu ni saa 5 na dakika 7. Mchezo huu umechezwa asubuhi kulingana na hali ya hewa ya jana, ilikuwa si nzuri. Mvua na upepo mkali ulisababisha mchezo huu kuahirishwa na kuchezwa leo asubuhi. Kipindi cha pili kinakwenda kuanza. Majira ya kwetu sasa ni saa 5 na dakika 7. Tunamsubiri mwamuzi aruhusu, na mchezo huu utamalizika na saa 5 na dakika 47, ikiwa utaanza kwa dakika hizi ambazo mpaka sasa tunazo. Tayari mwamuzi anakwenda kuruhusu mali inakwenda kuanza. Ni Ben Simba ameanza na Wilson amecheza back pass. Tayari jaribio lao la kwanza limefeli katika uwanja. Asante, merci. Sensio cheza madhambi. Mwamuzi anahitaji utulivu katika kipindi cha pili. Inaonekana kuna pressure kwa wachezaji. Ni Amani. Imani washa moto kwenye jicho la box. Mezimwa kwa Haida. Boko Ramadan, Masriji Junior. Miondosho apunguza jahazi under control. Waka pass nzuri, Majalo ya juu. Ni Pepe. Under control. Pita nayo safi. Waka cross nzuri. Miondosha Seba. Amepokea tena Diedone. Diedo amechezwa madhambi na mchezaji Leo baada ya kumnawa kwa mkono. Ni free kick inanufaika Manakali Magurifaza wa zone ya 4 na kijani. Nafasi nzuri inatengenezwa. Naondosha na kuweka nje. David mali ni ya kurusha. Kabumbu ni ya kurusha. Merushwa. Nafasi nzuri anaiondosha. Alex anakwenda kuchukua mali hile kwa kurusha. Imekuwa nafasi nzuri tena. Ni katika njia za kupita Masriji Junior. Waka cross nzuri. Wangeitachi basi Boko tungeanza kusema mengine katika njia za kupita. Press na mali. Waka pass kijiko. Sensio. Mali imepenya imetama nje. Katika uwanja. D10 anaicheza tena, nafasi nzuri. Anapita nayo mali, mwamuzi amemtafsiri kwamba amecheza madhambi. Ni asante, merci. Baada ya kumchezea madhambi Silvestre. Ni free kick itachezwa kwa faida ya Ben Simba baada ya asante, merci kucheza madhambi.
Free kick kwa kucheza Heri. Weka pass nzuri, mndosho kwa Haida. D10 anahamisha mawasiliano kwake Masrij, anapenya na mali na kuitafuta njia. Dunia weka cross nzuri, ana control Sante Merci, kutana Silvestre lakini amemchezea madhambi. Ni free kick, wananufaika Ben Simba. Free kick Silvestre tena. Silvestre cheza katika uwanja, ana control legs, watu wamekanyagana pale. Kuna tafsiri ambayo mwamuzi ameikataa, ni madhambi, wananufaika Ben Simba baada ya mchezaji wao kuchezea meno ya viatu vya mchezaji wa Manakali. Na control kwa kwanza Rashid, cheza nafasi nzuri, ana control nafasi nzuri tena, lakini kitambaa kimepanda tayari. Mwamuzi amesema kwamba ni offside. Nafasi nzuri wanatafuta, imewekwa pass nzuri, anachukua mali. Nafasi nzuri tena, imepenya ile, ni Imani aiweka nje, mali ni ya kurusha. Asensio, madhambi Imani amecheza, ni free kick. Imani anaonekana ni mjanja kweli, cheza madhambi alafu anawahi kuchukua kabumbu, taka kuurusha haraka. Ni Asensio amecheza madhambi, ni free kick, ananufaika Ben Simba. Ni free kick, miguu 9 mkuta tayari imehesabiwa. Amesimama Silvestre nyuma ya mali. Kwa cross nzuri, Imani ameondosha kwa Haida katika uwanja. Mali iko juu, Silvestre amechukua kwa kuidokoa. Cheza back pass, Rashid weka pasi mkunja, na control Asensio, anaitafuta njia, ni Asensio again, acha kucha. Silvestre weka cross ya chini chini, nafasi nzuri, weka pass shot, fantastic, wazo nzuri. Ni goal kick kwa faida ya Stash, mali ya kuzama kwenye mita 6. Imani anaicheza juu, pasi ya kifua, anaitafuta njia. Dunia ameisogeza kwake Pepe katika uwanja, amechezwa Haida na Kani, ana control Boko Ramadhan, jaribu kuiminya lakini bado anao faida. Ni Boko Ramadhan auza Boko again, acha pass nzuri, inapenya ile nafasi nzuri, ni kwenye 18, jaribu kuweka shot lakini ameikosa. Ilikuwa nafasi nzuri sana kutengeneza nafasi, jaribu kuweka shot lakini ikamna, imeondoshwa kwa Haida. Nasogeza tena lakini amezama Pepe, cheza vizuri, weka cross kwenye 18, imewekwa Haida. Diedone ficha kifuani, mali imeondoshwa, jahazi limepozwa kwenye 18. Seba tena amekuwa ni wa kwanza, pumzi inapelekewa Alex ambaye sio basusi, cheza shoot nzuri lakini imefanywa block
na moja kati ya mashabiki nje kule amepigwa kelele za kutosha. Nakani Megongwa kisigino, Boko anaitafuta lakini Nakani amekuwa ni wa kwanza. Megongwa hile mezama nje, wananufaika Aben Simba. Dakika zinaendelea kukatika, ikiwa ni dakika 9 mpaka sasa zimekatika kwa kipindi hichi cha pili. Imechezwa tena, nafasi nzuri Megongwa hida ni Alex, mcheza back pass kwa Kestash, ameondosha Rashid. Pasi nzuri, Wilson anaitenga tena lakini imezama nje. Tayari mwamuzi ametafsiri offside. Ni nafasi nzuri tena, Mali imeanza. Megongwa nafasi nzuri, Nakani ametafsiriwa kucheza madhambi. Ni free kick wananufaika Magudi Faza wa zoni ya 4. Cheza tena, imesogezwa tena, nafasi nzuri lakini mwamuzi amesema kwamba kuna madhambi yamechezwa hapa, bado wananufaika Manakal. Mpira unatakiwa uwekwe eneo ambalo madhambi alichezwa. Alichezwa dhambi Pepe ambaye mpaka sasa pia ni muhanga wa kadi ya njano. Lawan. Abo wa 26 ni free kick. Alex amesimama nyuma ya Mali kucheza free kick. Nuka pasi nzuri, ni Pepe tena. Cheza cross, wa kumaliza ni nani? Zama nayo ni Nakani. Nuka pasi kijiko. Alex anitafuna Alex. Nuka safi. Unipe nikupe, nuka shoot. Chukua heri. Naondoshwa tena. Megongwa heda tena katika uwanja. Anasitafuta njia. John cheza pembeni mwa uwanja. Anaitafuna lakini Pepe ameweka tackling, mali imezama nje ya kurusha. Under control. Meweka back pass. Nakani Megongwa tena. Jean ameondoa. Pembeni mwa uwanja ni David lakini Boko anayo Mali. Boko anapita njia. Mwamuzi ametafsiri kwamba kuna madhambi yamechezewa Boko Ramadhan. Ni free kick. Ni free kick wananufaika Magudi Faza wa zone 4. Manakal. Lakini kuna sabu inafanyika. Zamanje mchezaji Mercy. Nafasi yake anakwenda kuchukuliwa na mchezaji gani? Amesimama mchezaji gani pale kwenye ubao? Nafasi yake anakwenda kuchukuliwa na Saidi. Amezama kwenye pitch kuna kuzimenya hizi dakika ambazo zimesalia. Ni free kick.
Naweka cross tena. Nagongwa Hida. Kabumbu imeondoshwa. Nagonga nafasi nzuri tena ni Seba. Anaiweka juu kumtafuta Boko Ramadhan under control. Boko Ramadhan. Weka cross nzuri na kumaliza. Imekuwa ni ndefu na imedhama zake nje, ni goal kick kwa faida ya Heri mita 6. Imekuwa nafasi nzuri. Imesogezwa kwenye njia za katikati mwa uwanja. Imekula meno ya viatu. Level nzuri. Masirizi Junior amechezwa madhambi, ni free kick. Kipindi cha pili wamegawana pa kutosha. Ni free kick, Manakala wanafaika. Free kick. Na cross nzuri. Nafasi nzuri lakini wameikosa ni Asensio. Mr. Lawi. Mr. Lawi. Poteza mali. Anaiweka mbali lakini imebatiza, ni mali ya kurusha kwa faida ya Manakali. Michezo tena, nafasi imetengenezwa katika uwanja. Ni katika njia zile za kupita. Mali bado nahishi, lakini tayari mwamuzi ametafsiri kwamba amedhama nje ya uwanja na ni mali ya kurusha. After gate, one thing. Michezo tena, nafasi nzuri. Bado ni ya kurusha mali. Nafasi nzuri, ni mali ya kurusha. Imerushwa na nafasi nzuri. Nagongwa nzuri lakini imefika mikono salama kwake Heri. Imemwagwa katika uwanja tena. Tozo. Cheza back pass kwa Imani. Anaiweka mbali kumtafuta Masiriji Junior katika njia zake. Under control. Ni Mastena. Waka cross nzuri. Nakani. Anauviza mpira na umedhama nje, ni goal kick kwa faida ya Heri. Mita 6 na tena kucheza Heri. Amwaka katika uwanja. Tozo amekuwa wa kwanza, under control. Nakani anaisogeza tena lakini ni patupu na imekwenda kusalia kwake Stash. Imani jaribu kuisogeza pasi kijiko lakini imethama nje. Mali ni ya kurusha kwa kuchukua Sylvie. Imethama nje tena Manakal. Manakal wanarusha. Mwamuzi ana tafsiri gani? Ni ya kuweka chini. Eneo zuri tena amepata Said.
Maondosho na Rashid. Agongwa hida na Asensio. Mezama nje na ya kurusha. Seba. Sylvie. Asensio. Alex. Anaiweka juu. Asensio. Asensio again. Amezika, maamuzi hajaona. Mare ni ya kurusha. Amesogezwa tena, nafasi nzuri ni wa kwanza ni Imani. Anaiweka nje na mali ni ya kurusha. Hawahitaji kutumia nguvu kubwa sana, maana kale tayari wana pointi 3 zao mfukoni, na wakitoa sare basi watakuwa na pointi 4 na watakuwa wako mahali salama. Mali ni ya kurusha. Sylvie. Sylvie tena anaipokea, ana control. Sylvie anaisogeza tena. Estash anaichukua. Ni Estash. Anza na Jean. Ni Jean tena. Anaisogeza kwenye njia za Maastricht, lakini amedhama chini peke yake. Nawekwa juu tena, mazingira yanatengenezwa. Maamuzi na tafsiri gani? Sabu anakwenda kufanyika. Anazama nje mchezaji leo. Nafasi yake anakwenda kuchukuliwa na Diko. Diko tena amekwenda kuchukua nafasi, imeondoshwa. Nafasi nzuri. Back pass ya Asensio. Imani. Sylvie under control. Megongwa nzuri tena katika njia zile za kupita, imesogezwa lakini haina madhara. Ni Diko. Au unaweza kumuita Kylian Mbappe wa Buza. Nafasi nzuri tena, anakwenda kujitafuta. Megongwa heda. Mkoko anagonga heda kwa mazingira safi kwa nyuma, huku ni kwake Heri. Fantastic heda. Heri ameisogeza tena. Megonga heda Pepe. Mazingira yanatafutwa katika njia zile za kupita tayari. Abayan Simba wanaitafuta njia. Jaribio limepozwa. Ni pembezoni mwa uwanja. Maastricht anatafutwa. Amekuwa ni wa kwanza kwa kuchukua wa heda. Mondoshwa nje, mali ni ya kurusha. Wananufaika Manakal. Sabu pia anakwenda kufanyika, anazama nje mchezaji Pepe ambaye alikuwa na kadi ya njano. Nafasi yake anakwenda kuchukuliwa na mchezaji ambaye anauzi namba 4 mgongoni. Sijabahatika kupata jina lake. Kulingana na timu hii na imani nyingi za kishirikina, imemnyima mtangazaji list ya wachezaji. Haya pia ni maajabu ya soka. Yes, mali anakwenda kurushwa. Tozo anaiweka juu, ni hatari katika lango hili. Wa kwanza ni nani? Ameondosha Heri. Chukua Heri. Yes, fantastic. Asensio. Gonga pass Kijiko, amechezwa madhambi. Rula inatafutwa. Nafasi nzuri. Wakakamba na kumaliza. Imezama nje. Ni ya kurusha. Ana control. Back pass kwa Mkoko. Amesogezewa tena Kylian Mbappe. Jaribu kuituliza Asensio. Asensio tena anaweka Rula katika njia zile za kupita, ni mikimbio yake. Kipimo kizuri kwa ingizo jipya namba 4, mchezaji wa Manakale anaondosha nje na mali ya kurusha. Back pass. Kwa cross nzuri na kumaliza. Estash ameimaliza. Oh wow! Niondoshwa.
Mgongo Haida na Boko Ramadhan. Ni Mkoko cheza na Nakani. Madhambi tayari yametafsiriwa, wananufaika Ben Simba. Ni dakika za ukomo, dakika za kwenda kutamatisha 90 za maangamizi. Zimeongezwa dakika 3 pekee. Ni free kick anacheza Heri. Mchezo bado na sare tasa. Magongo Haida. Mesogezwa tena pasi nzuri, Imani ameisogeza pembezoni mwa uwanja, ni kwake Boko Ramadhan. Sylvie. Cheza pasi nzuri, back pass. Nafasi nzuri. Ibrahim waka cross nzuri lakini haijamlipa. Dakika 3 pekee zimeongezwa kwenda kumaliza 90 za maangamizi ambazo mpaka sasa zina sare tasa. Imani anaondosha mali. Ni mali ya kurusha kwa faida ya Ben Simba. Njia za kupita imedhama njia ya kurusha kwa faida ya Ben Simba. Mali ya kurusha, maamuzi anamhitaji mchezaji kurudisha miguu kadhaa ambayo alihiba. Under control. Fast nzuri kwa Asensio. Mali imechukuliwa katika uwanja. Dieudonné amecheza madhambi. Dieudonné ni free kick katika dakika hizi za ukoma katika uwanja kwa faida ya Manakari Magodifazo wa zone ya 4. Ni free kick katika uwanja bado. Asensio Mr. Lawi anazungumza na mwamuzi. Mwamuzi amemaliza yale yaliyo kwake, ni muda wa kucheza free kick. Kwenye jicho la box, lakini tayari kitenga cha mwisho kimelia. 90 za maangamizi zimetamatika na mchezo ukiwa na sare tasa. Mchezo una matokeo ya mtungi kwa mtungi, yai kwa yai, huku kila mtu akinufaika kwa penti moja moja. Bado si matokeo mabaya sana kwa kuhakikisha kutafuta pointi za kukuvusha kwenye kundi ambalo ni gumu katika namna yake. Mimi ni Ishara Update, niliongozana na Robert Bandawe pamoja na Zedon katika namna kuleta matangazo moja kwa moja, na hii ni Kasako Media, hii ni Kasako Cup. Bumba. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.